kazi nafanya ameniachia. Kwa hiyo nafanya kazi ambayo amefanya na akaniachia mimi nifanye nini? Nifanye. So naifanya kwa niaba yake. Niliwaambia last kesho wakati tulikuwa kwa praise and worship ya kwamba kama kuna mtu atapigwa mawe basi nisipigwe mie, atapigwe yeye, kwa sababu mtumwa hapigwi mawe. Mtumwa hapasuliwi, basi anayepasuliwa ni yule aliyetuma. Amen. Kwa hiyo mimi nimeachiwa tu kia nafasi ya wenyewe niko ndani. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa anamtafuta yeye, asitafute mimi, atafute yeye. Au kijaribu basi utakutoka tu bado na yeye hapo tu hapa. Amen. Hapo tu labda binti nani hapo tu hapo. Na kwa hiyo nashukuru Mungu sana kwa sababu Bwana ametuwezesha tumefika mwisho wa mwezi huu wa Novemba. Tunaenda kuingia mwezi wa Disemba. Na ninaamini kwamba tutaweka bidii mahali ambapo tulikuwa tumeweka uvivu. Naamini wakati mwaka inaanza mtu anaomba hapo mbele usiku tarehe 31 tukiamkia tarehe 1, mtu anawashuka wa kulala kwa vumbi, mvua imenyesha, wanalala kwa madogo, wanaambia Mungu nitajulikana. Mungu nipe uzima nitafanya. Kwa hiyo mwaka unaenda kuisha. Mikrofoni yetu iko sawa. Mwaka unaenda kuisha. Na sivika ambacho ndio mwaka jana unafanya. Sivika kama kile ambacho ndio mwaka jana ndio unafanya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama haujafanya umebaki na mwezi mmoja tu. Kuanzia leo kama hatujaitoa leo ishe tuingie kesho, tumebaki na mwezi mmoja tu. Kwa hivyo tafadhali, mwezi mmoja ambao umebaki unaweza kufanya kitu. Maana kama siku moja ni kama miaka 1000 mbele za Mungu, basi unaweza fanya kitu. Amen. Kwa siku ambazo zimebaki, majuma ambayo yamebaki, masaa ambayo yamebaki, unaweza ukafanya kitu ambacho kinaweza kufanya Mungu akumbuke mwaka huu, akupe kitu kingine zaidi kwa mwaka ujao. Amen. Kwa hiyo kama umekuwa mvivu kuingia ibada, umekuwa mvivu kwa vitu za Mungu, na uliomba mwaka ukianza kwamba utafanya, ujue kwamba una makosa, ni kana kwamba wewe ulidanganya Roho wa Mungu. Na ulipomdanganya Roho wa Mungu, yawe kwa mwaminifu kwako, lakini haujakuwa mwaminifu. Kwa hivyo mwenzangu, na msihi kwa jina la Yesu ya kwamba uweke bidii kila ambacho uliahidi Mungu kukifanya mwaka ukianza tarehe 1, tarehe 31 usiku tukiamkia. Kaambia Mungu nitafanya, kiwe ndicho hicho ambacho unakifanya. Amen. Sauti yangu tafadhali utaniongeza kidogo, usiniumize kwa sababu niko peke yangu, na nilipea sauti sitasafiri, nitajisikia na nitaenjoy kufanya. Tunaendelea na mafundisho ambayo tulikuwa tunafundishwa kuhusu ufalme na mipaka. Tumehubiriwa juzi kuhusu mipaka na tukapewa vipengele vya mambo fulani kwa sababu ya mipaka. Sijui kama mtu aliandika. Amina. Tukaambiwa kwamba mimi nimeshinda, na tukaambiwa kwamba mtu ambaye anashinda ni yule mtu ambaye anapigana vita. Hauwezi kusema kwamba mimi ni mshindi na wewe mwenyewe haupigani vita. Lazima uwe na kitu chenye unafanya. Unashinda, umekuwa kwenye race wapi? Unashinda, umekuwa ukipigana wapi? Umeshinda, umekuwa uking'ang'ana kufanya nini? So mtu mwenye anasema kwamba ameshinda ni yule mtu ambaye amepigana vita, mtu ambaye amefanya vita, amefanya war. So huyu mtu anapata ushindi. Kwa hivyo kupata ushindi ni kumaanisha kwamba unajiwekea mipaka, na tukaambiwa mambo mengi sana kuhusu mipaka. Ufalme wa Mungu unawekewa mipaka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapo tutakulia kwa kile ambacho Mungu amenipa kufuatisha kwa kile ambacho naamini hili funzo halijaisha na bado linaendelea, na si vizuri nitoke nje ya topic yake, maanake mengi service yeye amekuwa akichukua na amekuwa akitufundisha kuhusu mipaka au kuhusu ufalme. Ufalme wa Mungu kama vile ambavyo nimekufundisha pale awali, ni kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na watu wenye nguvu ni wale watu ambao wanauteka, wanaukamata.
kukuwa na ufalme maishani mwako. Tumefundishwa kwamba kuwa na ufalme, somebody ambaye ako na ufalme, ako na kingdom. Hata ukienda Nairobi saa hii, Ikulu mahali president wetu anakaa, si mahali pamekaa tambarane tu, ni mahali ambapo amewekewa fence. Kuna mipaka ya kufika kwa Ikulu. Ukifika pale utapata majeshi wako, kuna askari walinzi wamewekwa pale kwa sababu ya protect ile eneo ya kwamba mtu asiweze kuingia mbaya. Na kama utaingia basi kuna ile kwa kukaguliwa ama kuangaliwa vizuri, ujulikane umejihami vipi, umejiwekea mmo, umejifunga kitu gani yenye unaenda kulipua kule. Kama hauna basi hauna budi ya kuingia, watakuruhusu uweze kuingia kule ndani. Kwa hivyo ufalme wowote una mipaka, ufalme wowote una mipaka, na Mungu ndiye mwanzilishi. Tuliambiwa ya kwamba ni mwanzilishi wa mipaka. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alianzisha, tukasomewa kwamba kuanzia Genesis alipofika mahali Mungu akasema nimfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mungu akachukua huyo mtu akambariki. Alipombariki akamtengenezea bustani ya Edeni, na Mungu akaweka yule mtu katika ile shamba la bustani la Edeni ili kwamba huyo mtu aweze kulima na kutunza na kuhifadhi vilivyo ndani, kwamba mipaka ile isije ikafanya nini, ikashambuliwa. Lakini tunaposoma Biblia tutakuja kupata kwamba yule mtu maagizo yenye alipewa kulinda ile shamba la Edeni. Kevin, napenda ukae. Chukua kiti bro, kaa tafadhali. Ile shamba ambalo alipewa aweze kulitunza, tunamuona kwamba aliweza kugeuka maagizo yale ambayo alipewa, na yule msaidizi ambaye alipewa ambaye ni Hawa aliweza kusababisha Adam kufanya dhambi kwa kukula tunda ambalo Mungu aliwaagiza kwamba wasile, kumaanisha walivunja mipaka ya ufalme wao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo walivunja mipaka ya ufalme wao kwa sababu ya kutofuata maagizo ambayo Mungu aliwapa. Kwa hivyo ufalme wa Mungu unakuwa ndani ya mtu. Ufalme wa Mungu unakuwa ndani ya mtu. Unapokuwa na ufalme ndani yako, hiyo ndio nyumba hii ama hii mwili ndiyo nchi ambayo inalinda ile ufalme ulio ndani. So hii mwili wako usipowekea mipaka, ndiyo ambaye adui anatafuta sana aweze kuharibu. Na Biblia inasema kwamba usiharibu hekalu la Mungu, maana ukiharibu hekalu la Mungu, Mungu atakuharibu wewe. Na watu wengi tumeshindwa kulinda hii mwili wa kawaida. So kuweza kuweka mipaka ama kuwa na mipaka inakuwa ni ngumu, kwa sababu kama mwili huo kawaida unaweza kushinda kutunza, basi hauwezi linda mipaka ama huwezi weka mipaka. Amen. Mipaka imeshambuliwa kwa sababu wewe mwenyewe haujajielewa ya kwamba ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Haujajielewa wewe unabeba ufalme. Tuko na ufalme mara mbili. Kuna ufalme wa giza na una ufalme wa mwanga ambao ni wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ile saidi nyingine, kile kinafanya wale watu wanakuwa maarufu ni vile wanajua kwamba wako na ufalme wa giza. So wakiwa na ile ufalme wa giza, anajiamini ya kwamba hakuna kitu chochote kinaweza kufanikia. Maanake anaelewa ya kwamba ile ufalme uko ndani yake una nguvu. Na Kristo au mtu ambaye ameokoka, wewe pia una ufalme ambao ni wa Mungu ndani ya maisha yako. Na hii mwili wako ndio inabeba ile ufalme. Ile ufanye uwe ufalme wenye uko ndani yako, uwe strong ama uwe weak, kulingana vile ambavyo utautunza ndani. Haleluya. Maana vile utauweka ndani, matokeo yake yatatokea nje. Watu wataona kile kilicho ndani yako kutoka nje. Maana hauwezi julikana kama haujajulikana kilicho ndani. Kile kilicho ndani mpaka lazima kitoke nje, ndio mtu aliye nje atambue kilicho ndani. Lakini kama haujakitoa, kuna wengine hawataweza kutambua kile ambacho kiko ndani. Lakini yule anaweza kutambua ni yule mtu wa ufalme mwingine. Maana ukijaribu ufalme unapigana, ufalme unapatana, ufalme unashindana. Kwa hivyo mtu mwenye nguvu tu
ufalme. Amen. Nataka ujue hivi ya kwamba Mungu anatupenda, na sisi wenyewe mara nyingi huwa tunadamu Mungu, tunaona Mungu hatupendi. Mungu anatupenda. Genesis chapter 2 verse 15. Tunaanzia hapo tukiondoka. Ujumbe wetu kwamba wewe kuwa katika ufalme ni wewe kuwa katika ufalme ni wewe mwenyewe. Unaweza taka kuwa katika ufalme ama ukatae kuwa katika ufalme. Unaweza taka kujengea mipaka ama ukatae kujiwekea mipaka. Kwa hivyo wewe kuwa katika ufalme ama mimi kuwa katika ufalme vile nilivyo, ninaweza amua mimi kuwa ndani ya ufalme wa Mungu, na ninaweza amua kutokuwa ndani ya ufalme. Pengine masharti ya ufalme nishinde, ama nione masharti ya ufalme ni ngumu, ama nione masharti ya ufalme watu hao wananiambia mshinda gani, mimi sasa kufuatana na hizi vitu zao, nitafanya vile ninavyotaka. So unapofanya vile unavyotaka, ina maana haujasoma katiba ya ufalme. Lakini ukiwa na katiba ya ufalme ambayo ni Biblia, neno la Mungu, ufalme wewe mwenyewe unaweza kuwa na ukipinga basi hautakuwa na ufalme ndani yako. Kwa hivyo kuwa na ufalme wa Mungu au kuweka mipaka au kuwa nayo ni wewe mwenyewe. Genesis 2:15. Sina gani hujafika. Kuna microphone nyingi. Amina. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." Bwana asifiwe sana. You will certainly, kwa sababu umekula matunda ya mti ambao Mungu amekukataza. Ina maana kwamba Mungu ametuumba na ufalme. Wakati Mungu alikuumba wewe na akaniumba mimi Joseph Mjeni, Mungu alituumba na ufalme. Kwa hivyo chochote unafanya ama popote unakaa, popote unatembea, Mungu alishatuumba na nini? Na ufalme. Kwa hivyo tuko na ufalme wa Mungu ndani yetu. Tunakaa na ufalme wa Mungu. Tunatembea na ufalme. Ufalme huu unachochewa. Unaweza chochea kingdom yako ndani yako. Kingdom inatunzwa. Ufalme unalindwa. Ufalme unanyweshwa maji. Ufalme unavalishwa. Mtu ambaye anakaa kwenye ufalme si mtu kawaida na mtu mwingine. Maana mavalio yake au mapambo yake, huyu mtu anaonekana ni mfalme. Huyu mtu kuongea kwake, makaribisho yake ni tofauti na watu wengine. Maana ndani yake kuna nini? Ufalme, au unaonekana ufalme. Kwa hivyo mtu aliye na ufalme ni mtu ambaye anajulikana, anatambulika, ni mtu ambaye watu wanamfahamu. Wakipita mahali popote watasema huyu ni mwana wa mfalme. Huyu anatoka katika kingdom fulani, anatoka ikulu ya Luanda, anatoka ikulu ya Mkaburi, anatoka ikulu ya Wakisa, na anatoka ikulu ya Msalaba. Kwa sababu gani? Ufalme ulio ndani yake utamwakilisha mtu huyu na utamtambulisha popote ataenda. Haleluya! Kwa hivyo mtu aliye na ufalme wa Mungu ndani yake ni mtu ambaye anajulikana. Sometimes huwezi kuwa unashosheti na watu sana, lakini watu wanaanza kuongea tu, unachangia neno moja mbili, unasikia mtu anakuuliza, lakini wewe ni mchungaji, wewe ni pastor, wewe umeokoka, si ndio? Yaani mabadiliko, kuna mabadiliko fulani, kuna kitu kinaonyesha, kuna tabia fulani, kuna ile mwenendo uko nayo, kuna ile mavalio unaonekana, pengine kuna ile tabia umeonyesha, au sauti yako vile umeongea, kuna ile muonekano hata ya macho yako tu, maneno ya kinywa chako. Watu watasema huyu ni mtu ameokoka, huyu ni mtu wa kanisa, huyu ni mchungaji. Wengine wameitwa mama kanisa na hata hujawapea mama kanisa, na unaitwa mama kanisa na unaleta vita, unapinga. Kwa nini unapinga?
hiyo ndio niseme Israeli. Sijui niseme aje. Hiyo ndio matokeo. Ndio matokeo yanatokea. Kila ambacho kiko ndani yako ndio kinakutoka sasa. Watu watakisoma kile kilicho ndani yako kwa matokeo yako. Watakusoma, watakuangalia. Unatembeaje, unaongeanga vipi? Maisha yako yanakuaje? Wewe unakaanga staili gani? Unashosheti namna gani na watu? Unafanya nini ndio unakuwa vile ulivyo? Ni nini unakula aswa? Wengine watakwambia wewe unakaa mtoto na wewe una miaka. Na wewe unashukuru, unaambia Mungu asante. Maana Kristo hakukufa akiwa mzee, miaka 33 years alikuwa amezeeka baba. Na hata wale wazee wanapinga Yesu, bado wanamwabudu tu akiwa kijana. Kwa hiyo miaka yako hata ukifika mahali wakisema wewe unaonekana kijana, shukuru maana yule aliye ndani yako si mzee, aliye ndani yako ni mpya kila wakati. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema Bwana Mungu akamchukua huyo mtu, akamweka kwenye bustani ya Edeni ili aweze kufanya nini? Kuitunza. Bwana asifiwe sana. Mungu alipoumba mtu, Genesis 1:26, alimchukua huyo mtu 28 akambariki. Kubariki kila Mungu alikuwa anabariki mtu. Verse 28 chapter 1, alikuwa anampatia huyu mtu uwezo au mamlaka ya kuwa na ufalme wa kulinda vile vitu vyote ambavyo Mungu alikuwa ameshaviweka baada ya kuviumba mbingu na nchi na wanyama wale. Kwa hivyo mtu aliumbwa na roho ya utawala. Mwanadamu yeyote ameumbwa na roho ya nini? Ya utawala. Wewe umeumbwa na roho ya utawala. Mimi nimeumbwa na roho ya utawala, sio roho ya kutawaliwa. Hapana. Bwana asifiwe sana. Haujapewa roho ya kutawaliwa, umepewa roho ya kutawala. So kama unakaa kwa maeneo fulani lakini unaona unatawaliwa, basi kuna kitu kibaya. Lakini Mungu alipomuumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, 27 maandiko yanasema akamuumba mtu mwanaume, akamuumba mtu mwanamke. 28 maandiko yanasema na akawabariki, akamwambia zaeni muongezeke na mtiishe. Maana ya kutiisha ni nini? Wewe ni king, wewe ni mfalme. Bwana asifiwe sana. Maana ya kutiisha ni kwamba wewe ni mfalme. Maana ufalme tayari Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo unapotembea, unatembea na ufalme. Unapoishi, unaishi na ufalme. Tabia zako zitaonyesha wewe ni mfalme. Kuna watu hawatakuelewa, lakini kuna uwezekano kuna mmoja tu atakuelewa uko na spirit authority, kwa sababu tulipewa roho ama tumepewa mamlaka yale kutawala. Kwa hivyo lazima utumie yale mamlaka. Ndio sababu Yesu akasema katika Luka ya kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka. Kwa nini? Na hazitaweza kuwadhuru, kwa sababu wewe ni mfalme. Umepewa roho ya ufalme ili kwamba uwe na ufalme, uwe na siti yako, uwe na boma lako, uwe na generation yako, uwe na mipangilio yako, uwe na maono yako, usonge mbele. Haleluya. Wale watu wanatukosea sana, kwa sababu generation Mungu alianzisha katika bustani ya Edeni. Alipompatia Adamu hiyo mamlaka na mke wake, ndiye alikuwa anawapatia hiyo nafasi ya kwamba wao wawili ni wafalme, king na prince na queen. Bwana asifiwe sana. Nao wazae nani? Princess na prince, sio? Kwa hiyo huyo mtu ni mtu ambaye Mungu alikuwa anampatia hiyo mamlaka ya kutawala. So hao watu wawili walipopewa hiyo mamlaka waanze kutawala pale. Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akachukua huyo mtu baada ya kumuumba, baada ya kumbariki, akachukua huyo mtu mwenyewe akamweka kwenye bustani ya Edeni. Authority yako iko hapa, sauti yako utatoa hapa, na
mimi kama mfalme nina mipaka ambayo nastahili kuweka ili kwamba adui asiingie kwangu. Haleluya. Nimekwambia nenda Ikulu huwezi ingia kiurahisi. Ikulu utaenda ufike Nairobi utajua barabara hii inaenda Ikulu. Lakini ukiangalia ile barabara utapata iko busy. Haina msongamano wa magari yanapita pale kwa mlango wa Ikulu. Kuna wamedivert. Barabara imepitishwa kando. Magari pitia kando ikifanya nini? Ikienda. Hiyo si barabara ya kitu chochote kuzoelea kupitia. Wale ambao wanapitia kwa ile barabara ni watu special na wanakuja kwa appointment. Ndio inaopeleka wapi? Ikulu. Si mtu yeyote anaenda Ikulu. Wala sana. Kwa hiyo Mungu alipomchukua Adamu akamweka kwenye shamba la Edeni, agizo la kwanza ilikuwa kwamba aweze kulima. Alime hiyo ufalme ama alime hiyo shamba la ufalme. Kuna wili kwa shamba la ufalme jitokezee matunda yalitegemea na Adamu. Haleluya. Ile shamba la Edeni, wale wanyama kuzalisha, wale wanyama kuongezeka, wale wanyama kuwa na security, wale wanyama kuwa vizuri, ni yeye alipewa mamlaka ya kuchunga, kutembea kwenye shamba la Edeni, akitunza mipaka, akijua hii ni sehemu yangu, akijua mali yangu ni authority, nimepewa from above. When I'm this place, niko salama, hakuna kitu kitanishambulia, maana aliyeniweka hapa yeye ni Mungu wa miungu yote. Anapotembea pale anajijua yeye ni mfalme, anajienjoy ndani ya mipaka yake. Haleluya. Amen. Sijui kama naongea na mtu. Unajua saa zingine kuongea na watu ni ngumu. Afadhali kuchukua ng'ombe na ufunge pale. Ng'ombe hadi nitalala. Unasikia kama kanaboka macho. Siku ingine unaona ng'ombe. Anatimiza kichwa. Kanakumbuka ile kiboko ulikatwaka. Lakini kuongea na watu wenye wako na kwao. Ili fahamu wako na ufalme mwingine. Ni watu ni kazi ngumu. Wala sio sana. Lakini naamini Mungu hawezi leta ujumbe kwa bure. Naamini leo kuna mtu anajua kwamba ako na authority. Yeye ni mfalme. Kuna mtu anajifahamu ya kwamba yeye ni mfalme na ameweka kwenye shamba la Edeni ili kwamba aweze kulima. Haleluya. Matokeo mazuri yenye wewe unataka yako na wewe. Ina faida nzuri yenye wewe unataka iko na wewe. Yale maono mazuri unatamani maishani mwako yako na wewe. Hatima ya maisha ya mtu iko na yeye mwenyewe. Ndio maana katika Mithali maandiko nasema vile mtu anavyofikiria hivyo ndivyo alivyo. Haleluya. Kama nafikirianga failure, ina maana mimi ni failure. Kama nafikirianga mimi ni mjinga, popote nimekata nikipita ujinga utanifuata tu. Maana hata nikivaa vizuri nikitembea ujinga, maji machafu yatatipuka tu, yataniangukia, nitakaa tu mjinga. Lakini nikifika mahali nijue kwamba mimi ni mfalme, nakaa na ufalme na niko na mipaka, hakuna kitu cha kuchafua maisha yangu. Nakaa kama mtu ambaye si wa kawaida na watu wengine, natembea na authority. Nikitembea natembea polepole, sitembea kujikanyaga nikianguka, hapana. Natembea kama mtu ambaye niko na focus. Mipangilio yangu ya kutembea nipanga mapema. Nikiamka asubuhi nina kitu cha kufanya. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio kama kuna mtu ananipata. Yes. Unajua Biblia unaweza kuwa tunaifanya ndani yako, lakini ufalme usimtumie. Baba yako ufalme ilikufa ndani, mama yako ufalme ilikufa ndani. Then ukiangalia wao kama waanzilishi walikuwa duniani, walikuwa mamlaka ya kuzaa na kuongezeka, wakakuleta wewe kwa tabu. Unaona tabu zile walikukuza ndani, utawaitoka. Lazima uone tofauti na wao. Bwana asifiwe sana. Hiyo ufalme wa Nairobi na ukienda Tanzania haifanani. Zote ni Ikulu, lakini hazifanani. Ile malango na ile mageti na vile wamevaa, hata uniform za askari hawafanani. Bwana asifiwe sana. Kila mtu analinda ufalme wake na mipaka yake kulingana na vile ambavyo maoni
ufalme wake na kulinda mipaka yake. Kwa hivyo mtu anakaa maisha kulingana vile ambavyo ameelekezwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu alimchukua Adamu akamweka kwenye shamba la Edeni. Huyu jamaa akapewa mamlaka, lima popote, ya kwamba ukilima mahindi yanachipuka, ukilima mawele yanakuja, mtama unakuja, maharagwe yanakuja, kila kitu kinakuja. Wewe kazi yako ni kuilima tu, lima tu, lima. Unapoilima kisha ikuje, hakuna uharibifu wasiingie, uharibifu wasishambulie, uharibifu wasikuje, uharibifu wasionekane. Hiyo ndio ilikuwa nafasi ya Adamu ya kunawiri. Lakini adui, ambia jirani adui, ambia jirani adui. Shetani mwenye Biblia anasema katika 1 Peter ya kwamba yeye kama simba ngurumaye anazunguka akikupata keni ni kama unasileki, anakumeza. Biblia inasema kwamba ngurumaye kama simba anatafuta mtu kana kule, si kwamba kurarue, anatafuta mtu afanye nini? Ameze. Which means akikumeza, ufalme amemeza, mipaka yako amemeza, chochote chenye ulipewa amemeza. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote adui amemeza, atatapika leo. Sema chochote adui amemeza ndani ya maisha yangu, sema leo utatapika. Haleluya. Shetani ni mwongo sana, adui ni mwongo sana. Maanake alipogundua huyu mtu amepewa mamlaka na amepewa nguvu za kulima bustani na amepewa authority ya kutawala na aweke mipaka, Shetani kwa sababu alitambua utamu wa bustani na alitambua utamu wa shamba la Edeni, Shetani akawa ananyemeleanga mwanadamu usiku na mchana. Akawa ananyemeleanga mke wa Adamu, ananyemelea Adamu, ananyemelea Adamu, ananyemelea mke wa Adamu. Alipopata nafasi kwa mke wa Adamu, hapo ndipo alipokuja na akadanganya Eve na akamwambia eti hivi ndio Mungu amesema, eti matunda ya mti wa bustani ni msikule. Mungu anajua siku mtakapokula mtafunguliwa macho, utakuwa kama yeye, utakuwa werevu. Sasa huyu mwanamke kwa ujinga wake akaona ni afadhali nikuwe kama Mungu, asikuwa anakujanga nikuwe tu kama yeye basi. Kwa hivyo akala matunda, kumbe anampoteza. Wala sipe sana. Ina maana kwamba umeokoka, ina maana kwamba unakuja kanisani, ina maana kwamba wewe umejazwa Roho Mtakatifu, ina maana kwamba unaongea kwa lugha, ina maana kwamba ukiomba wewe unafunga, unafasi, unajinyima, unatoa fungu la 10, lakini maisha yamekwama. Aliye na tatizo sio shetani, ni wewe, kwa sababu umepewa ufalme, umepewa bustani ulime na utunze, lakini wewe haufanyii kazi. Haleluya. Haufanyii kazi kabisa. Wewe umekaa tu. Wewe unangoja masauti ya shetani. Hakujani kwa niona kweli baba yako walevi. Ona vile watu wa kweli wamechanganyikiwa. Watu wa kweli wajinga wapumbavu kabisa. Hawana hela. Hawa watu wa kweli hawafanyi kazi wakapata mali. Hawa watu wa kweli hakuna mtu aliye na jumba kubwa. Hakuna mtu ambaye anaendesha magari makubwa. Hakuna mtu ambaye amesoma akaenda mbali. Naongea na mtu leo kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu ambaye anasikia anafanya U-turn today, Yesu ako karibu na wewe, anabadilisha destiny yako. Bwana anakutoa mahali hapo ambapo ulimeshwa, hapo ambapo umekaa, hapo ambapo unatesekea. Bwana anakurejeshea ufalme ili kwamba ukalime, ili kwamba ukatunze, ili kwamba ukajiwekee mipaka. Haleluya. Unajua vitu vingine tunajifunzaga wakati ambapo tunahubiri. Vile nahubiri usifikirie na kuhubiria wewe. Hata mimi niko na nafsi na roho. Bwana sifiwe sana. Najua toka hapa akili yangu inazunguka vikubwa. Kuna vitu vinajengeka ndani yangu vikubwa. Kwa hiyo ukiniona saa zingine na kuanga saa zingine kreki na kuanga mkali. Mimi kama umenizoea uwezekana mimi. Kama umenizoea uwezekana mimi. Kwa sababu saa zingine ukienda njia yenye si hatutuendani,
akanipatia ufalme, akanibeba mwenyewe akaniweka kwenye bustani. Yaani hiyo bustani nimekataa kukaa ndani, mimi na shurura tu, nimekataa kuilima, nimekataa kuiwekea mipaka, nimekataa kuitunza, niko na hanya tu na kushurura na vitu vya ovyo tu na mambo ovyo tu na vitu ambavyo havinisaidii. Nikitoka hapa akili yangu inafungukana. Nikishafunguka naelewa, kwa hivyo sistahili kuishi maisha ambayo naishi. Staili ambao niko ndani sistahili kuishi staili hii. Hata kama watu wa kwetu waliishi staili, walipewa ufalme, wakachukuliwa wakapelekwa kwa bustani ya Edeni, wakawekwa ndani ya shamba wailime. Kila kitu kizuri ambacho mtu ananionea wivu ama adui anasikia vibaya niko nacho, yeye alikuwa wa kwanza kupewa hiyo nafasi. Shetani alikuwa wa kwanza kupewa nafasi na Mungu, lakini kwa sababu ya rebellion, yeye alitaka kujilinganisha na nani? Na Mungu. So ile nafasi akatolewa, akanyima ile fursa. Na mimi leo niko kwa hiyo nafasi. Sasa hivi muda wako na ni muda wangu. Bwana sifiwe sana. Mahali penye uko sahihi, hivi huduma yenye uko ndani au wokovu yenye umepata, nafasi ambayo umepata kuokoka, wewe Mungu amekupa fursa, amekupa nafasi, another chance. Uko ndani sahihi. Ili kwamba Mungu anakuangalia, unaitumiaje nafasi yako? Nafasi yako unaitumiaje? Unajionanga kuwa kitu gani? Unajichukuanga kuwa nani? Wewe mwenyewe unakijisoma vizuri, unajionanga, unajiwekanga kwa klasi gani? Unajua kuna mahali mtu akiwa chenye mtu anajiweka ndani. Kuna mwingine anasema hata kunibeba ufala. Sikubebi vile nimekuona alafu nikakubeba. Wala siwe sana. Lakini kama wewe unajua kwamba mimi si fana, hata mtu akiniambia cha kunibeba ufala, mwambie wewe acha kucheza na mimi. Nani amekwambia mimi ni fana? Manake najielewa, haitanisumbua. Lakini watu kwa vitu vidogo mnawasumbuanga sana, mnawasumbua. Kakitu kadogo kana kuuma, kakitu kadogo kana kutatiza, kakitu kadogo kana kutatiza, kana kukosesha usingizi. Mtu hauwezi ukakaa tu na amani yako. Wakati mwingine upate kurudisha moyo wako, mwambie tu Mungu asante. Yaani umekaa tu kuishi kujutia maisha yako. Nataka nirejeshe mtu leo katika ufalme kwa jina la Yesu. Narejesha mwanamke na mwana kijana, narejesha mwanaume na mtoto. Leo narejesha mtu katika ufalme. Hiyo nafasi ambayo anajaribu kukuvuruta, anakutoa ndani ya shamba, anakutoa ndani ya milki, anakufukuza ndani ya mafanikio. Leo nakurejesha hapo nakurejesha hapo. Haleluya. Nafasi ambayo Mungu ametupatia ni yetu. Amen. Ni yetu. Mungu ametupatia nafasi hii, ni yetu. Amen. Kwa hiyo Mungu alipomchukua mtu akamweka shamba la Edeni, alipatia nafasi mtu ya kulima. Una nafasi ya kulima Edeni yako. Amen. Position ambayo Mungu amekuweka ndani, ifanyie kazi. Amen. Shughulika na maisha yako zaidi kuliko kushughulika na maisha ya mtu mwingine. Angalia mipaka yako sana. Je, nimeitunza bustani yangu? Ikulu yangu iko sawa? Kila kitu cha kwangu kiko sawa? Unapoamka kama kuna tatizo utaingia, funga mlango haraka, ambia shetani hauingii hapa. Hii ni mali yangu, haushauri kazi yangu, hakuna chochote utaingililia, maana hii ni yangu. Mungu alinipa, hii ni ya kwangu. Ibilisi sikia, leo hauna nafasi, hautaingililia. Haleluya. Kwa hivyo Bwana amekupatia nafasi ya kwamba wewe ukailime shamba la Edeni, ukaweza kulitunza. Sema kwa jina la Yesu. Kila nafasi bado imewekwa ndani na Mungu kwa jina la Yesu. Sema sitanyang'anywa. Sema sitanyang'anywa. Na kama nimenyang'anywa, narejesha. Na kama nimepokonywa, leo narejesha kwa jina la Yesu. Tumeungwa na ufalme. Verse 16. And the Lord God commanded the man,
You are free to eat from the tree in the garden. 17. Hiyo tuacha. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akamwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Mtu gani? Sijui kama unajiuliza swali. Mtu shina. Mtu nani? Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akamwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani. Yaani uko huru. Ukiwa kwenye kingdom uko na uhuru. Ukiwa kwenye bustani yako uko na uhuru. Hakuna mtu atakulimit. Hakuna mtu atakupiga vita. Hakuna mtu atakuonea ngere. Hakuna mtu atakuchukia. Hakuna mtu atakudhalilisha. Maana ukiwa kwenye bustani yako au kwenye ufalme wako, wewe uko huru. Kwa nini? Hautakuwa mtumwa wa mtu awaye yeyote. Wewe uko huru. Unaweza jifanyia chochote unataka. Unaweza kuabudu Bwana masaa unapenda. Unaweza toa sadaka vile unataka. Unaweza piga magoti bila mtu kukugusa. Unaweza omba bila kupimiwa muda. Unaweza imba ukaruka kama vile tulivyoamka asubuhi. Hauna mtu ambaye atakupinga. Maana Bwana Mungu alipomuumba huyo mtu akamweka kwenye bustani, Mungu akamwambia huyo mtu ya kwamba uko huru kula matunda ya mtu wote ulio katika bustani. Amen. Haleluya. Unapokuwa katika kingdom yako au umejiweka uko na ufalme ambao umewekea mipaka, uko huru kufanya chochote. Uko na uhuru wa kuishi maisha unataka. Unaweza kukataa ile unapenda. Unaweza kula kitu chochote moyo wako umekutuma leo utakula. Unaweza fanya bidii ukakipata. Bwana asifiwe sana. Lakini kama uko nje ya huu uhuru, basi wewe ni slave. Wewe umechukuliwa katika nchi ya ugeni. Wewe umechukuliwa Babeli. Wewe umechukuliwa utumwani. Hauwezi jifanyia kitu unataka. That's why watu wengi tuna struggle katika maisha ya wokovu. Tunapambana na maisha. Kile kinafanya watu tunang'ang'ana ni kwa sababu sisi hatuko huru kukula kila matunda ambayo tunaagizwa kuyala. Hauko huru, unang'ang'ana na maisha. Unang'ang'ana na kazi, unang'ang'ana na watoto, unang'ang'ana na ndoa, unang'ang'ana na pesa, unang'ang'ana na biashara, unang'ang'ana na familia, unang'ang'ana na hali maishani kwa sababu hauko huru. Kuna yule ambaye ameshakuja akanyemelea, sema kwa jina la Yesu, aliyeninyemelea gizani akanitoa kwenye bustani yangu. Leo narejea kwa nafasi yangu. Hiyo nafasi mtu mwingine amekalia na kupangua na kukaa hapo, na kupangua na nakalia hapo, na kupangua na ninakaa hapo. Haleluya. Amen. Maana Mungu akamwagiza huyo mtu, akamwambia uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani. Unaweza jienjoy, unaweza furahia, unaweza panga mikakati yako na ikatokea, unaweza panga maono yako na yakaja kutimia, unaweza kuwa na vision na zikakuja kuzalika, unaweza kuwa na kitu na ukaamua nitabeba hiki nikapatia huyu bila maswali, maana hauna mtu atakupinga. Uko huru. Yule mtu alikuwa amepewa ile uhuru wa kukula matunda. Nifungulie John chapter 8 verse 32. John 8:32. Bwana Mungu akamwambia yule mtu ya kwamba uko huru ya kukula matunda ya mti wote wa bustani. You're free. Popote utapenda kwenda. Lakini kuna watu hapa hatujawahi fika Mombasa, hata hatujafika Nairobi, Kanailo, hata wengine hatujafika Naivasha. Hata wengine Nakuru bado hatujui Nakuru ni wapi. Hata wengine
wako. Watu wengine wamezeeka, hata kuna vitu vingine hata Peter huyu nikimuuliza, amekuwa mwalimu miaka mingi, na hata pengine nikimuuliza vitu vingine hajawahi kula mwalimu. Na mimi kuna vitu tu hujawahi kula, lakini wewe umekuwa mwalimu wa miaka mingi. Kama uko chini ya ufungwa, kuna vitu unaweza tamania macho na maneno, lakini ufikiaje. Haleluya. Unatamani kufika mahali fulani, unapanga mikakati mpaka unajihani, unajinyima. Nasema raundi hii, nasema hii mwaka itaisha kama vision yangu sijafanya kitu. Mwaka nitacheka. Mwaka inaenda, magonjwa inakuja. Mwaka inaenda, kifo inaingia. Mwaka inaenda, sijui nani amefanyika. Mwaka unaenda, sijui kwa na pesa zenyewe unaokota ukitoa mpaka unaingia loan. Mwaka ikiisha hauna uhuru wa kukula matunda ya mti wa bustani wowote unataka. Manake Ibilisi ameshapiga vita ufalme, amepiga vita mipaka ya ufalme wako, anazuia. Twende. Then you know the truth, and the truth will set you free. Ndipo mtajua ukweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa nini? Bwana Mungu alipomchukua huyo mtu, alimweka kwenye bustani ya Edeni. Mtu huyo aweze kuilima na aweze kuitunza. Lakini mtu huyo hakuwa hiyo ukweli, ndio huyo mtu anakataa. Adamu aliagizwa, kuna matunda alipewa maagizo ya kukula mti wowote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya aliambiwa sifanye nini? Asikule. Na ndio ambao Ibilisi naye alitembea na miguu membamba polepole. Biblia anasema kujirejelele ukonyele na ache na kamati yao, akamdanganya akamwambia mke wake moja. Hapa ndipo alimtoa kwenye uhuru ya kukua mfalme. Hapa ndipo alimtoa kwenye uhuru ya kukua na mipaka. Hapa ndipo alimjengea roho ya uoga. Hakujiamini, maana alikuwa sharibu destiny yake. Alivunja agano lake na Mungu. Sasa angeliweza kuwa na uhuru tena. Ilikuwa ni kwamba ni wewe kufukuzwa atoke nje ya Edeni. Hiyo ndio ilikuwa dawa. Watu wengi tunakuja kanisani, lakini ukweli hatutaki. Maandiko yanasema ndipo utajua ukweli, nayo ukweli utakuweka huru. Problem yenye nafanya tunang'ang'ana nje ya ufalme wetu, tunang'ang'ana nje ya mipaka yetu, tunaweka mipaka inavunjika, ni kwa sababu hatutaki ukweli. Kwa sababu tukiambia ukweli, nasema wamenihubiri, wameniongea leo, mimi ndio wamenionea, kanisani wanipende, kanisani wamenichukia, watu wananiongea, wananisomea vidole. Hapana! Shetani anatafuta njia kwamba wewe usitambue ukweli ukasonga mbele. Haleluya! Adui anatafuta mtu. Nimeanza na kuambia shetani anatafuta mtu. Adui anamtafuta mtu ili kwamba akaweze kumpata na kumeze. Imagine wewe niona hata yona kwa vizuri itapigwa. Maana ilikuwa misheni ya ubiri. Yeye vizuri wake alitapigwa. Lakini adui anatafuta mtu ili kwamba mmeze hapo akamize. Usiwahi fika. Mimi nikikumbuka maisha ambayo nimekuzwa ndani. Sipendi. Maisha nimekuzwa ndani sipendi. Sijawahi kwenda mpaka wa leo. Hata mtoto wangu Liesa aliudi. Namwambia kama mwanangu, tafuta kitu hata chenye unaweza fanya na mikono yako kuliko kwenda kwa mtu kwa nyumba ya mtu. Tafuta kwa bidii chochote, hata kama ni kuchoma makaa. Hata kama ni kuuza omena na nyanya na kitunguu. Naona mama amekaa pale na mabesheni kuanzia asubuhi mpaka jioni anakata sukuma. Unakuja na karatasi ya 50 anakuwekea, twingi anakuwekea, tati anakuwekea, anauza nyanya, anauza kitunguu, anauza dania. Na anakata sukuma na tunaenda shule. Huyo mama amejiweka busy, badala ya kwenda kufulia watu, badala ya kwenda kumopia watu, badala ya kwenda kuoshea watu masufuria.
Wacha ile saa yetu ya namna hii. Wacha na ile imesha. Sasa saa nzuri ni hii. Ambao shetani anagonga msumari ndani ya vichwa vya watu. Ndio anasemaje yule chefe hapa barani. Mama barabara. Yule chapa barabara. Sasa tunataka yule chapa barabara na hata umebishi. Mwita baba lebewe. Vichwa vyenu vitabuka. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba tukijua ukweli hutatuweka huru. Na shetani anazuia. Hiyo ndio mti ambao anazuia kwamba tusijue. Maana ukijua ukweli itakuweka huru. Utajua hii ni right yangu. Utajua hii ni property yangu. Utajua hii ni account yangu. Utajua hii ni pin number yangu. Utajua hii namba ya simu yangu. Utajua ni hii ni ATM yangu. Utajua hii ni faida yangu. Maana ndio anajua unapojua ukweli wewe utawekwa huru. Na anazuia usijue neno. Alienda kuzuia tu mke wa Adamu kwa neno moja tu kumbembeleza na akamwongelesha. Sasa tunahubiri na kidogo mtandao na tukimaliza tukiuza tunahubiri ni alikuwa kasa tumecheza nyimbo za Biblia zikuja kwa zikaharibika, zikakuwa mzuri zinaharibika, wanachikanyaka wanarudi nyuma, lakini hivyo ndivyo hivyo. Lakini hatukufanya hivyo peke yake. Tumehubiri message. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maneno yanasema utajua ukweli na utatuweka huru. Kwa nini? Mungu alipomuumba mtu, Mungu aliweka mtu huru. Hakuna mtu ambaye Mungu alifunga. Hakuna mtu ambaye Mungu amefunga. Kama kuna tatizo unapitia, kuna shida na changamoto mahali penye unapitia, ni wewe unapitia pale na uongo wa shetani amekudanganya. Lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba mtu huyu awe na ufalme, mtu awe na deni yake, mtu akalinde deni yake, akaweke fence na makamba yote ya stima ya moto. Vile utakavyolinda bustani yako ndivyo itakavyokuwa. Maana watu wanajenga nyumba za permanent, amewachilia tu kama shipangali ya paa. Lakini kuna mwingine amejenga nyumba zake nzuri, amezunguka mpaka ameweka waya ya stima. Wanasema ukiguza hapo iko na moto. Lakini mimi najua jambo moja, ukiguza hapo hata nguo yako ikiguza tu hapo watakupata hapo. Maana ngangana kutoa hapa inashikwa hapo. Na ngangana inaitwa weight a bit. Zingine zikuage na stima. Nimeona wezi wengi mpaka unatoa nguo lakini utaona shida. Utaenda wapi? Ameweka protection. Hiyo ni mipaka. Anasema hii ni mali yako. Hii ni yangu, hii ni ploti yangu, hii ni shamba yangu, hii ni urithi wangu. Nimewekwa hapa kwa sababu Mungu alinifanikisha nikanunua. Hii ni mali yangu. Na nikipata mtu ndani, nitakuuliza unataka nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo mara nyingi sana Wakristo, Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuilinda hedeni yetu na kuilima, kutunza, kuhifadhi vitu vya maana maishani mwetu. Matokeo ambayo tunatokea si ya Mungu. Vitu ambavyo vinatokea maishani mwetu si ya Mungu. Habari ambazo zinatokea masikioni mwetu si ya Mungu. Vitu ambavyo tunasikia, vitu ya misongamano ya maisha si ya Mungu. Habari ya magonjwa yanayokaa kwa damu si ya Mungu. Vitu ambavyo vinakuja upande wetu sio vya Mungu. Adui anakuja mbele kupinga vitu vya Mungu maishani mwetu. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Sema kila habari ambazo zimejiandaa kwa anga langu, kwa nchi yangu, kwa mipaka zangu, sema kwa jina la Yesu, leo nimekataa na ninapangua kila mikakati na kila mipango yoyote ya mwovu shetani ndani ya maisha yangu. Leo nakupangua kwa jina la Yesu. Uko vile ulivyo kwa sababu unajijua. Uko vile ulivyo sababu unajijua. Manake nini? Haupendi maelekezo. Haupendi maelekezo ndio inakufanya kuwa vile ulivyo. Uko vile ulivyo kwa sababu unajijua wewe mwenyewe. Haupendi maelekezo. Mtu asipofundishwa ama usipofundishwa
kujua neno, basi itakufanya kuwa vile tu ulivyo. Utakwama tu, utatoka, utakaa hapo. Nisomee katika maandiko nasemaje? Nao wakajibu, John 8:33, they answered him, we are Abraham's descendants and we have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Sikia sasa. Unasikia hilo swali? Unajua ni swali? Ni swali anauliza. Wanafunzi wanauliza. Wale ambao na unajua wanaongea na Yesu mwenyewe. Biblia inasema nao wakajibu, sisi tu wazao wa Ibrahimu, baba wa imani. Sisi tumeokoka. Sisi tunamjua Yesu. Sisi tunamjua Mungu. Inakuwaje wewe unakuja kutuambia mambo haya? Ninasema nao wakajibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, nasi hatujawa watumwa wa mtu yeyote. Yaani mtu amefungwa lakini haujui kama uko kwenye kifungo. Uko kwa jela lakini haujitambui. Manake shetani amekuzuia usimjue ukweli. Uko vile ulivyo kwa sababu unajijua wewe mwenyewe, haupendi maelekezo. Kutopenda maelekezo limekuwa tatizo kwetu kama Wakristo. Masharti ya wokovu wengi hatuyapendi. Vitu vya Mungu tumevichukua kuwa vigumu sana maishani mwetu. Na Yesu akasema mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Na mwenyewe akasema katika Mathayo, njooni kwangu enyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini Mkristo kanisani ana matatizo, ana shida, ana hali. Yesu anaongea kwake maneno ya kumsaidia, lakini wao wanajua, wanasema sisi tu wazao wa Ibrahimu, nasi hatujawa watumwa wa mtu yeyote. Na kwaje unatuambia tujua ukweli utatuweka huru? Tuna nafasi ambazo Mungu anapenda watu tukae ndani, lakini kwa sababu ya kutopenda maelekezo ya vitu ambavyo vinaweza kusaidia ukafike mahali penye Mungu anataka ufike, vimetufanya kukaa vile tulivyo. Unakuja kanisani vile umejipanga na vile umetaka. Unaweza omba na unaweza kutoomba. Unaweza toa sadaka na unaweza kutotoa sadaka. Yaani masharti ya ibada ya Mungu hauyataki, lakini uko kanisani umeokoka. Hawa ndio wale wanasema, nao wakajibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu. Ibrahimu anajulikana kama baba wa imani. Lakini hiyo imani yenye wanasema sisi tu uzao wa baba Ibrahimu, wao hawafuati ile imani. Ndio maana kufundisha mtajua hii ukweli. Kuna vitu ambavyo mmefungwa, mna imani, mmeokoka, lakini kuna ufalme au kuna nafasi yenye mnafaa mkae ndani, lakini hapo ndani mko nje ya nafasi. Unajiulizaje? Mimi niko na bomba langu, niko na geti yangu, niko na ukuta wangu, niko na kwangu, lakini siwezi enda kwangu na najua hapo ni kwangu. Sasa najisikia kama mimi najua niko na kwangu na kuna watu wanakaa kwangu. Mimi najua niko na bomba. Mimi najua niko na nyumbani kwangu. Mimi najua nishajenga kwangu, najua kwangu kuko. Mimi lakini kwangu mwenyewe siwezi enda. Siwezi ingia, siwezi fanya chochote, siwezi chukua kitu kilicho ndani niwekee. Niko hapa napigwa na jua, mvua inanitandika, njaa inaniumiza. Kwangu kuna kila kitu, lakini siwezi enda kuchukua. Ndio majamaa walikuwa hivyo, wanafunzi. Nawaambia nao wakajibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu. Sisi tunajua sisi ni uzao wa Ibrahimu. Baba yetu wa imani, mwanzilishi wa imani, alimwamini Mungu kwa miaka 100
Mungu akamfanya akazalisha. Huyo ndio baba wetu wa imani, tunamwamini huyo. Baba yake Isaka, Mungu wa Yakobo, huyo ndiye baba yetu. Na wanajua hatujafungwa sisi, hatuteseki, hatuumii. Lakini mwenye kuambia anajua kwamba hali wako ndani wanapitia hali ambayo haifai kama wanafunzi kukua ndani. Haifai kama watu ambao wanamjua Kristo kukua ndani, au watu ambao wanatembea na kufuata mafarisayo wanaofundishwa neno la Mungu kukua ndani. Haleluya. Kuna hali wa Kristo tunaweza kuzoelea maisha. Mtu alima wimbo mwingine kama anafanya kazi siku nyingine, na ikumbuka nikisikia ikiimba na kumbukanga mbali na nakumbukanga makosa na namwambia Mungu asante Bwana, kama ungelikuja haraka huko ndio ningelikufia. Eti matatizo tumeshayazoea. Matatizo tumefanya nini? Tumeyazoea. Matatizo tumeyazoea. Mwambie Esther, sijui naenda wapi, nikirudi sijui nipate wapi, na matatizo nimeshayazoea. Hiyo ilikuwa inaimaka kabisa. Niko na kwetu. Siku inajua kama kuna mahali Mungu anapanga siku moja nitakuwa. Na siku inajua kwamba kuna mahali Mungu anapanga siku moja atanipeleka. Sometimes tunaonaka hali, hatuonaki mahali Mungu anatupeleka. Hauwezi kujua kama kuna mahali Mungu anakupeleka. Shetani anakufumbanga macho kabisa. Usiwahi fahamu kuna mahali special Mungu amekuwekea. Mahali penye unaweza enda ukaingia na ukazienjoy. Unaonanga tuko sawa. Hizo siku wazungu wangelikuja, hiyo ndio siku ningelikudako kuku vizuri. Na si ati kuku ninakula kwa sababu hiyo kuku ninakula kwa sababu yote iko hivyo. Wazungu hawa nilipenda kwa sababu walikuwa wanachukua kisu na kijiko ya uma, wanakata kuku kutoka kwa mfupa. Sasa ile nyama inabaki kwa mfupa ya hapa idumbu na hapa hivi vizuri, na hapa wanaiacha. Hiyo ndio siku sasa tutaenda kuchukua hizo tukiwa wawili na Jennifer. Tulikuwa na msichana anaitwa Jennifer kutoka saidi moja, si wote. Gaja alikuwa mkubwa kunishinda. Hiyo ndio siku ya wageni. Ndio tutakula hizo vitu. Lakini siku kuku imechinjwa kama tuko peke yetu. In fact nilikuwa napenda huyo mama na kuitaka tu mama. Dad, mama, baba, baba. Na sasa umekosa unapigwa kofi mpaka udamu na mweka kwa mapua. Kichwa inagonga sana ile. Sasa zingine wewe ni mgonjwa, unaamshwa unaacha kujidanganyisha kwa ni mgonjwa. Hata ufanye kazi na kupiga kofi hata unaweza kutoka mabesheni na baridi ya mwezi wa 8 Nairobi. Lakini maisha yangu yote sikuwa na akili ya kukumbuka kwamba mimi niko kwenye utumwa. Niliona niko sawa. Nimenunuliwa nguo ya kwenda safari, hiyo nguo anaitoaka kwa hanga ni moja. Maana anajua mnaenda mahali pa special, anaitoa kwa hanga na kupea uvae. Ukivaa ukirudi unamwambia nguo hautaiosha. Yeye fadi ataiosha, maana ataiosha vizuri kuliko wewe, na akiandika ikauka anaipeleka kuiweka kwa store. Maana kwa zingine zinawekwa. Sikuwaijua kwamba mimi nilikuwa mtumwa. Biblia inasema kwamba wakajibu sisi tu uzao wa Ibrahimu, nasi hatujao watumwa wa mtu yeyote. Nilikuwa nadhania kwamba hapo ndio nimefika. Na kama ungeniongea kitu mbaya kama ningeenda polepole mwita mama nimwambie, huyu alikuwa anasema hivi kuhusu mchungaji, alikuwa anasema hivi kuhusu nyumba yako, ama alikuwa anaongea hivi nasema hapo anajua nasikia. Sikuwahi jua kwamba mimi nilikuwa mtumwa. Sometimes unaweza kuwa uko mahali uko comfortable na maisha, vitu unaona tuko sawa, lakini wewe ni mtumwa. Hiyo sio nafasi yako, hiyo sio ndio kiwango chako. Tumeambiwa Jumapili iliyopita kwamba kipimo kile ambacho unapimia ndicho na wewe pia utakachopimiwa. Pima vitu zako vizuri, pima viwango vyako vizuri, pima maisha yako vizuri. Vile unavyojipimia ndivyo utakavyopimia.
maisha ya uchumi kama isiendelee kukaa ndani. Lakini kwa mkono authority kwa kila kitu. Hiyo hali na kusumbua ni vile ujaamua kukua violent naye. Uitumia machuki yako kama yambia nilikwambia uende. Nilikwambia uende. Sikujua. Kuna wakati nimeteseka na hali fulani. Yohana imenitesa. Nilifika mahali nimefanya maombi mpaka nikafika mahali nikaanza kuzoea. Katika ile hali ya kuzoea ndio tatizo likawa linaongezeka siku baada ya nyingine. Sasa nikawa nimerelax, nimesema wacha nikae na niwe. Sasa ikawa watu wakiitwa watu wanakuleta timu, hata mimi natokea ndani ama najifinya, lakini najua tatizo lile liko nalo. Anti nilipofika mahali hiyo tatizo lilipokuwa nakuja, nilikuwa nalisikia. Nilikuwa nasikia dalili ya kitu fulani kinatendeka kwangu kisichokuwa sawa. Kinapoanza tu kutokea, nikisikia inakuja, ninaanza kudili naye. Naiambia wewe si wangu. Umekuja roho mahali pabaya. Ninakufungia nje sasa kwa jina la Yesu. Mahali penye unakuja kupitia, nafunga hiyo milango. Nafunga ukuta, nafunga madirisha, nafunga nchi, nafunga anga, nafunga kila mahali. Hautanishambulia. Unapata hiyo kitu inakuja, lakini haikuji vile ilikuja. Ilikuwa inakuja mwanzoni. Hivyo ndio tulikuwa tunaenda. Hivyo sasa ikaanza kujianga mbali, nikaanza kusikia harufu yake, nikaanza kusikia mbali kabisa. Hivyo na ndio hivyo. Bwana sifiwe sana. Kuna maisha ambayo mtu anaishi umeyazoea. Umeyachukulia haya maisha ni ya kwetu. Haya maisha ndio watu wa kwangu wanakaa. Na nimekwambia watu wa kwangu wanakaa wote. Yesu mwenyewe katika Yohana 1:11 alikuja kwa watu waliokuwa wake wakamkataa. Kama watu wa kwetu walikataa Yesu, na mimi nimemkubali Yesu, lazima Yesu anibadilishie kitu ndani ya maisha yangu, nisikuwe kama wao. Haleluya! Kama Yesu amekuja kwako, huyu Yesu lazima abadilishe kitu kwa maisha yako. Usikuwe kama watu wa kwetu. Watu wa kwetu walijizoea kuwa watu vile walivyo. Ni sawa. Nyumba kina fulani na kuwaka nyumba iko na matatizo haya. Ni sawa. Mimi siko kwa hiyo nyumba. Mimi niko upande wa Yesu. Amen. Kama wanakufanga na kifo cha kuanguka kwa maji, ni wao. Sio mimi nitakufa hicho kifo, hapana. Sio mimi nitaanguka kwa maji, hapana. Shika mtoto amekufa kwa maji. Dawe. Haleluya. Yesu anawaambia kwamba nyinyi wanajibu, nasema sisi tu uzao wa Ibrahimu. Nasi hatujawa watumwa wa mtu yoyote. Wawezaje kusema kwamba tutawekwa huru? Ndio maana watu wengine wanashinda, lakini ukiwaambia Mungu anaweza fanya, mtu anajiuliza itakuwaje? Hii yangu inaweza toka kweli? Hii yangu inaweza niachilia kweli? Wazi kitu kishakuwa chako, lazima wewe mwenyewe utakiachia. Amen. Hii yangu ni yangu. Hii yangu sinaona anti yangu, ninaona baba yangu, sinaona shosho yangu, sinaambiwa hata mama yangu ako na hii hali, na fulani wa nyumba ya kwetu si pia ako na hii hali, na hii kitu sio inafanyika kwa nyumba yetu. Sasa hiyo kitu imekuwa ni yako. Wanakataa. Sisi hatujawa watumwa wa mtu. Bila kuaje? Wewe unasemaje kwamba sisi tutawekwa huru? Kwani moyo yana? Ndio maana ukibiria mlevi anakuambia na kunyale mmoja kwa jana mkura. Takoja kwa hiyo moto ya kuzimu itazimika yote. Yaani wanakunywa kupela na weka stock ya maji, watakojoa kwa moto ya kuzimu itazimika. Yaani mtu ni mfungwa, ni mtumwa wa dhambi. Mtu ameitwa amewekwa kwenye ufalme. Amewekwa linda na kutunza maisha yake. Lakini mtu amejiachia tu maisha yake. Hapo ndio unasikia kwamba Mungu anakupatia maisha. Joseph, Mungu atakupatia tu maisha. Lakini kutunza maisha yako ni wewe. Maana anasema
leo ninaenda kutembea wapi? Leo Mungu nitakutana na yapi? Niondolee maovu, niondolee mabaya, yasije yakapatikana upande wangu. Na tumeambiwa katika neno la Mungu ya kwamba Mungu ametufanya kwamba tuwe wapole kama njiwa na werevu kama nini? Kama nyoka. Nyoka inakuonanga from far. Ndio wewe unakuja kutokea huko, nyoka ilikuona kitambo sana. Nyoka ilikuluku mapema. Nyoka ilikupiga picha. Nyoka inajua ni yule anakuja. Na nyoka ikajificha tu hapa na inaenda na inapotea. Lakini Kristo tumeokoka, lakini maisha yetu pia hatuyatunzi. Tumepewa kutunza, kuilinda, kupalilia kilicho ndani, kisha maisha yetu tuyawekee fence, tusiruhusu chochote kuingia ndani kuharibu ufalme ulio ndani yetu. Sisi tunaachilianga tu, unaachia tu maisha yako, unaruhusu chochote kiingie tu, chochote kipiga hodi kinaingia, mabaya yakikuja, mazuri yakikuja, na kanyagana tu kienda mbele. Watu wanaweza kuwa wamefungwa kwa utumwa na unaambia Mungu mtu Yesu anaweza. Imani ndio kitu cha maana kwa mtu. Kama kuna kitu cha maana kwa mtu ni imani. Imani ndio kitu cha maana sana kwa mtu. Unaishi maisha ambayo unakaa ndani na wewe haujaamini unaweza toka hapo. Unaweza funguliwa. Unaweza achiliwa. Unaweza takasika. Unaweza enda mbele. Sasa unabaki kulianga tu. Sasa unajua jana nilipocheka. Sasa unajua wiki jana pia. Sasa mwezi wa 11 imeisha. Tuliingia mwezi wa 12, hii wiki ya kwanza imeanza tena, sikia dalili zimeanza. Wewe hujawahi fikiria kuna siku unaweza toka kwa hiyo hali? Hujawahi fikiria kuna siku unaweza achiliwa? Hujawahi fikiria kuna siku unaweza kuwa mtu ambaye niko huru maishani mwangu? Ndio umeokoka, tukatae, lakini ndani yako kuna kitu na kinakushuhudia kwamba unaweza enda mahali fulani, unaweza fanya kitu tofauti, unaweza kuwa kwa mtu tofauti, unaweza nishako matunda tofauti. Unajua lazima wewe mwenyewe kwamba ujiamini. Kama wanapiga, unawezaje kusema kwamba tutawekwa huru? Unawezaje kusema? Najua lazima wewe mwenyewe ujiamini kwamba inawezekana. Bwana asifiwe sana. Kuwekwa kwenye nafasi ya ufalme na kuwekwa kwenye nafasi ya kuweza kutunza mipaka yako na kulinda vizuri, lazima wewe mwenyewe ukubali kwanza, mimi nakaa kwa ufalme, maisha yanakaa siyataki, hapa ndipo nataka nikae. Kisha unaanza kuweka fence. Kitu ambacho umekiona kimekuzoea, hicho ndio kitu tunapigana nacho vita. Na ukiambia umenishinda, unakiambia leo nimekushinda. Bwana asifiwe. Haukubaliani nacho, unakiambia leo nimekushinda. Umekuwa ukinishinda, raundi nimekushinda. Maana siwezi katika ufalme, nimepewa mamlaka ya kuweka mipaka. Then wewe mipaka yako bado unapitana tu kikuja. Kumkataa ama kupinga ndio kuweka hiyo fence isikuje tena hilo jamii. Ama hiyo hali isikuje tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ametuweka katika ufalme na ametupa fursa ya kuilinda ufalme yetu na ametupatia fursa ya kutunza ufalme wetu. Na ni mimi na wewe kwamba tukaweze kuweka bidii ya kutunza ufalme wetu ama kututunza ufalme wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ufalme uko kwa kila mtu. Na mimi nimekuambia ufalme uko kwa kila mtu. Wewe uko na ufalme, mimi niko na ufalme. Nategemea ufalme wako unaulima namna gani? Unalima alafu unapanda nini kwa ufalme wako? Unalima alafu unaweka nini? Unapigianga budget ufalme wako kwamba mwaka huu na mipangilio gani umepanga katika ufalme wako unataka utendeke. Ukienda katika kila ikulu au katika kila ufalme wako na mipangilio yenye wamepanga. Hakuna ufalme yenye haina mipangilio. Hata
Leo natufanya ufalme wangu kuwa na nguvu. Nafanya ufalme wangu kuwa maarufu kwa jina la Yesu. Hauwezi kwenda mbali bila ya kuweka mipaka. Hauwezi. Namalizia na hapo. Hauwezi kwenda mbali popote pale unatamani kwenda. Hapo ndipo nataka nikwambie kwamba hauwezi kwenda mbali bila kuweka mipaka. Maana chochote chenye utapata kizuri, adui atakuja kuchukua. Maono utakuwa nayo mazuri, adui atakuja kuchukua. Chochote utakipangia maishani, adui atakinyemelea. Kwa hivyo hauwezi kwenda mbali, hauwezi enda popote kama wewe haujaweka mipaka yako, haujajiwekea mipaka. Genesis chapter 2 verse 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kama usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake, hakika utakufa. Hauwezi enda mahali popote bila kujiwekea mipaka. Lazima uwe na mipaka. Kama ni la, ni la. Kama ni yes, wacha ikuwe yes. Hatuwezi kwenda mbali kama kanisa au kama Wakristo au kama watumishi wa Mungu kama hatujajiwekea mipaka. Kuna vitu utavitamani kwenye maisha yako uvifanye. Lazima uwe na mipaka. Biblia inasema lakini kama msile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Bwana Mungu akawaagiza Adamu na Eva. In fact aliagiza Adamu na mimi akapitisha kwa mke wake, na wakajua jambo hili wote wawili. Kitu kilichofanya Adamu watolewe kwenye bustani ya Edeni, mahali ambapo ni pa kulima na kutunza, ni kwa sababu hawakuweka mipaka. Tamaa haikuweka mipaka. The desire ya mioyo yao, walitamani yale matunda, lakini walikuwa na ngoja kishawishi tu kitakachowashawishi ili kwamba waweze kukula yale matunda. Lakini kama wangeliweka mipaka, hawangejikuta wamekula hayo matunda. Maana unataka kwenda, lazima tuwe na mipaka. Kitu unataka kufanya, lazima uwe na mipaka. Maana unataka Mungu akupeleke, lazima uwe na mipaka. Hauwezi jaribu tu na unafikiria Mungu ataendelea kutembea na wewe. Hauwezi jichafua tu na unafikiria Mungu anaweza endelea kukaa ndani yako. Mungu hawezi endelea kukaa ndani yako. Hauwezi kuwa mtu wa kupuuzilia tu vitu, tena fikiria kwamba nitaenda na Mungu, nitaenda kwa Mungu kutubu. Kuna vitu zingine tunatubu na kuna vingine unaweka mipaka. Kuwa na mipaka. Yule mara mingi Biblia inasema alishuka shingo, anavunjika ghafla bila ya kupata dawa. Ukionywa rekebika, ukionywa pinduka, ukionywa katisha barabara, ukionywa toa miguu yako, ukionywa toka katikati yao, ukionywa usiende na wao, ukionywa usikubaliane na wao. Maana kuna watu lazima maishani mwako au kuna vitu maishani mwako ukitaka kwenda na Mungu ndio ufike kwa ile ufalme, ukae kwa na mahali penye utaweka, utaita kwako. Maana kuna security umeiweka mwenyewe. Kuna vitu ama kuna watu lazima utawawacha.
uwawache ndio Mungu akuinua kupeleke mahali pengine. Ni lazima uwawache ndio Mungu aonekane kwa maisha yako. Ni lazima uwawache ndio hali ya kusumbua ikuondoke. Lakini kama bado umekuamilia vitu fulani, haiwezekani. Hao wapendwa waliambiwa, lakini kama usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Lakini matunda mengine ya bustani walipewa kuyala. Maana kuna vitu vingine tunakula, badala ya kujua mazuri na mabaya, tunajua mabaya zaidi ya mazuri. Hawakuweka mipaka. Yesu, kwa maana siku mtakapokula matunda yake hakika mtakufa. Wakati mtakula tu matunda yake ya mti wa kujua mema na mabaya, hapo ndipo mtakufa. Watu hawachagui kukula matunda ya mazuri, watu wanachagua kukula matunda ya mabaya. Hatujiwekei mipaka ya kuzuia masimba wakae nje. Hatujiwekei mipaka ya kufunga milango ya adui anaingilianga ndani ya maisha yetu. Tunawacha wazi kwa sababu kuna faida ya matamanio yetu yanakujia pale. Kuna faida ya matamanio ya moyo. Kuna faida ya matamanio ya akili zako. Kuna faida ya matamanio ya kimwili. Hii mwili ni nyama na damu, na iko na vitu vingi sana inatamani. Na kuna vitu vingine kama utajiwekea mipaka, utajipata umepoteza. Bwana asifiwe sana. Hii mwili inatamani, hii mwili inaitisha, hii mwili iko na misali ya tumesema tamanio. Lakini kuna vitu vingine hii mwili unavinyima. Kuna vitu vingine hii mwili inaitisha unajifanya hauko. Kuna wakati hii mwili kuna vitu inataka lakini haiwezi kupatia. Kuna chakula fulani hii mwili inataka lakini haiamini nimeambiwa nisikule ama nimetoa madhara yake sikuli. Unaweka mipaka kwa sababu ya kujitunza. Kwa sababu ya kulinda mipaka yako. Unaweka mipaka kwa kulinda mipaka yako. Unaweka mipaka kwa sababu ya mashambulizi. Unaweka mipaka kwa sababu ya kutowaibisha Kristo. Unaweka mipaka kwa sababu ya kuonekana kwamba una ya maisha yako. Kama wangeliweka mipaka, hii kifo kinatajwa hapa kingekuwepo. Tutaweza kuomba muda mrefu, tutaweza kufanya ibada, tutaweza kuimba sana, tutaweza kuruka sana, lakini bila kuwekea ufalme wetu mipaka, maafa yanaingia. Adui anakuja na kazi ya shetani tunaambiwa ni kuiba, kuharibu na kuangamiza. John 10:10. Hiyo ndio kazi ya mwizi. Anapoingia ndani ya mtu, hakujali kwa sababu anataka kukuonyesha mazuri, anataka kukuonyesha mabaya. Tena akisha kuiba anakuharibu, akisha kukuharibu anakuangamiza. Tamaa ikichukua mimba, tamaa inachukua mimba, then inazaa nini? Mauti. Tamaa ni kutamani. Ukishachukua kile ambacho unatamani ni mimba. Ukisha kuchukua mimba, mazalio yake yenye kutazaa matokeo ni kifo, ni mauti. Kingdom iko ni wewe kuiwekea mipaka, ni wewe kuitunza. Kuna maana unatamani kuweka maishani. Kuna vitu unajiuliza, Mungu, mpaka lini nitakaa maisha kama haya? Mungu, nitamani badilisha historia yangu. Maisha yangu yatamani kuwa maisha kupendeza. Bwana, maisha nao kasi yapendi. Na kama maisha kuchukizwa tu. Na kama maisha kuonekana niko mpweke. Nimeokoka lakini sioni mabadiliko kwenye maisha yangu. Mungu anataka uweke mipaka. Maana anataka kuenda ni pakubwa. Ni mahali ambapo panahitaji mtu ambaye ako hodari. Hauwezi kuwa kwa ufalme kama wewe ni mwoga. Hauwezi kuwa kwa ufalme kama wewe ni mtu wa nia mbili. Hauwezi kuwa katika ufalme kama wewe mwenyewe
unakilindaje? Hicho kipawa umepewa unakilindaje? Yale maombi umepewa ufanye intercession unafanyaje? Ile uimbaji umepewa unaifanyia nini? Ile huduma ile uko ndani unafanyia nini? Hiyo nafasi uko ndani unaitumiaje? Umeweka mipaka ama unaharibu kuangamiza? Lazima uweke mipaka kwa kila kitu. Kisha weka mipaka, Bwana atakuelekeza kile ambacho inafaa ukifanya, ambacho kitazalisha matokeo mazuri. Watu watasema kweli, huyu tulimpa miezi akapita, tulimpa miaka akapita. Sisi tulipewa miezi 6 tukapasua, wakatupa mwaka tukapita, wakatupa miaka 2 tukapenya, wakatupa miaka 5 tukapasua. Watu wakaanza kuokoka tu wenyewe wakitufuata. Tukipita mtu anasema natamani kwenda kanisa yako. Yaani kupita tu mtu anasema Kevin, nataka kwenda kanisa yako, natamani kwenda kanisa yako. Yaani wewe ni youth, lakini mtu akikuona anakwambia Kevin, natamani kwenda kanisa yako. Hata nikaka shoti aseme Kevo, nataka kwenda kanisa, mwambie twende. Hata utakuwa umehubiri, mipaka ile umeweka itavuta watu kwa Kristo. Wataona kitu ndani yako, wataona kuna mahali unaenda, wataona kama ungekuwa kama vijana wengine, basi ungekuwa mahali penye uko leo. Wataona kitu tofauti kwa maisha yako. Haleluya. Watu wanajifunza kwetu wa mama. Watoto wa mama tumezaa wanajifunza kwetu. Wanaume hapa tunakaa na nyinyi mjueni, watu wanajifunza kwenu. Mnapokuja makanisani, wekeni mipaka kwa maisha yenu. Wekeni mipaka kwa nyumba zenu. Wekeni mipaka kwa mali zenu. Wekeni mipaka kwa watoto wenu. Kuna vitu fulani kama mzazi utakiwa kufanya ni kumdhalilisha mkeo. Mume, kuna vitu fulani utakiwa kufanya ni kumdhalilisha mmeo. Yaani kijana, kuna vitu ambavyo utakiwa kufanya ni kudhalilisha wazazi wako. Pengine kuna mtu aje apitie hiyo. Wacha mtoto wako afanye kwa uchafu, ndio utasikia uchungu wa watu wengine wanasikia. Na wewe mtoto acha kufanya uchafu. Maana wakati wazazi wako wanasikia uchungu, hata utakuwa mzazi kesho. Kikuja kanisani, weka mipaka. Tunajua wewe ni mrembo, nani amekataa? Na unafikiria tungezaa sufuria tungeipeleka wapi? Tungekuwa tumeuawa, maana mbona ya nani utazaa sufuria? Utazaa mtoto. Lazima utazaa mrembo kama wewe. Weka mipaka. Hiyo mwili yako tunza. Bwana, hiyo ni bustani Mungu amekupatia. Ilime vizuri, ipake vizuri, jirembeshe vizuri, lakini jiwekee mipaka. Ni nani anataka kuingia ndani ya bustani yangu? Ni nani anakuja kushambulia bustani yangu? Kuna watu wengine mnaenda na wanawaachilia kisirani. Maisha atakuwa kisirani. Mtu wa kwanza kuvunja ubikira wako atakuachia kisirani ya miaka. Kama utapata mchungaji wa kuvunjia angaika maishani. Msifikirie ni Desemba sasa, ni Desemba nikubebe. Utabeba, utapata. Kaa chini. Enda soma. Haleluya. Soma, utetee degree. Enda wadigo kazi, tunulie microphone hapa. Nunua maspika ya maana hata kanisani. Hatusikiani vizuri, wakati mwingine mnaweza fikiria tunahubiri, lakini tunafurahi. Tufurahiani vitu vingine zikitendeka. Mioyo yetu ina makovu na shetani. Tukifikiria maisha shetani anapitisha watu, akipata nafasi kwenye mipaka, unafikiriana kwamba ukamata ukule na midomo. Haleluya. Heshimu roho yako. Najua unatamanika. Watu wanakupenda. Kama kuna kitu ya ujinga mtu asifanye mahali niko, ni kuniambia wewe mama. Wewe mama ya nani? Ulikuwa wapi? Sasa hivi kwa kwako unaniambia wewe mama. Alafu mama naona tu kwa sababu tulikoana jana. Wewe jamaa ataniandaje mtu wa maana? Weka mipaka dada. Weka mipaka ndugu, acha kukaribisha shetani kwa maisha. Unafikiriaje wewe umeokoka na unaanza kukonda hapa na kukonda na HIV? Utaanzia wapi? Utaambia nini watu wa
mipaka na kushinda, utakuwa na watumishi wa kiroho watakuhudumia, watakupigania, wataenda mbele yako, watasimama kwa niaba yako. Ukiitwa kwenye kesi watakutetea, watasema huyu ni wa kwetu, ana raba stampu ya kwetu. Angalia hii leo, aliweka mipaka na ameshashinda. Huyu hamtafaulu, huyu ni wa kwetu. Fanya Mungu kujivunia maisha yako. Yaani unakaa hivi unafanya Mungu ako mbinguni, lakini akikuangalia hivi, Mungu anasema sijutii kumuumba huyu mtu. Sijutii kupatia huyu mwanadada uhai. Huyu mami sijutii kumpatia maisha. Sijutii kumweka hapa mahali nimemweka. Maana kuna mipaka ameweka. Kuna mipaka ameweka. Ukiona kitu ya mtu acha kutamani. Weka bidii, tafuta kitu yako. Weka mikono yako mahali, tafuta kitu yako. Tafuta kitu yako na mikono yako kwa bidii yako. Mwambie Mungu nataka gari. Mwambie Mungu nataka nyumba. Mwambie Mungu nataka nguo. Mwambie Mungu nataka maisha mazuri. Mwambie Mungu nataka hata mimi unifanyie, nisitamani vitu vya watu. Weka mipaka. Wokovu unalindwa na mipaka. Ufalme unalindwa na mipaka. Maisha yatalindwa na mipaka. Hatima ya mtu italindwa na mipaka. Kule unataka kwenda, Mungu atakuwekea. Kama utaweka mipaka, utafika. Weka mipaka. Kule unatamani kwenda, ni karibu sana. Kile kinafanya inaonekana kuwa mbali, mipaka hatujaweka. Lakini unapoweka mipaka kule unakokwenda, ni hapa kwa mlango tu. Ni karibu sana. Weka mipaka. Haleluya. Simama kwa miguu yako.